La kwanza ambayo ni ajenda yetu ya kudumu katika Chama cha Mapinduzi ni swala zima la kudumisha amani, utulivu, udugu, mshikamano, maridhiano ndani ya nchi yetu. Hayo mengine yote tunayozungumza ya kimaendeleo hayawezi kupatikana kama hatuna amani katika nchi yetu. Kwa hivyo ndugu zangu, napenda wana CCM, kauli yetu iendelee kuwa ni kudumisha amani kila mara tunaposimama kwenye majukwaa kama haya. Tuhakikishe nchi yetu inabaki kwenye amani, tuhakikishe tunakuwa na amani kipindi hiki kabla ya uchaguzi, siku ya uchaguzi na baada ya uchaguzi. Tuendeleze amani, hapo ndipo peke yake tutaweza kuendelea kufanya shughuli za maendeleo panapokuwa pana amani kama ilivyokuwa sasa. Sasa nimeanza kusikia maneno yanayosemwa kwamba tuwasindikize wanaokwenda kupiga kura tarehe 28. Huko kutakuwa ni kuvunja amani. Tarehe 28 inajulikana ni watu gani kisheria, iko kisheria, hatujatunga sisi. Limetunga Baraza la Wawakilishi, iko sheria inayosema kwamba vyombo vya ulinzi na usalama vitapiga kura tarehe 28, tarehe moja kabla ya kura ya wananchi wote. Mwaka huu Oktoba 28 ni siku ya vyombo vya ulinzi na usalama, wakapige kura ili tarehe 29 wafanye kazi ya kulinda amani katika nchi yetu. Mkisikia watu wanakwambieni mtoke tarehe 28, msikubali. Kaeni nyumbani, kama mahodari watoke wao. Lengo letu ni kuhakikisha nchi hii inabaki katika amani. Ndio njia pekee tutaweza kudumisha amani hii tuliyokuwa nayo na maendeleo tuliyokuwa nayo tukiendelea kuwa katika amani. Hili la amani ni muhimu tuendelee kulihubiri kila mara. Kwenye upande wa uwezeshaji wananchi kiuchumi, katika eneo hili tumeshatoa kwa vikundi shilingi bilioni 2.1. Kwa nchi nzima tumetoa bilioni 96. Awamu ijayo tunatambua kuna uhaba mkubwa wa ajira hususan kwa vijana, tutahakikisha